Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni Jumatatu, juma la 20, kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekia sura ya 24 aya ya 15 mpaka ya 24. Na Injili takatifu inatoka katika kitabu cha mwinjili Mathayo sura ya 19 aya ya 16 mpaka 22. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Mtu mmoja alimwendea Yesu akamwambia, "Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" Akamwambia, "Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri." Akamwambia, "Zipi?" Yesu akasema, "Ni hivi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako." Yule kijana akawaambia, "Haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena?" Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Yule kijana aliposikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Injili ya Mathayo inatuletea mtu mmoja aliyemwendea Yesu. Hakutaja jina. Maana yake huyo mtu anaweza kuwa wewe leo unaisikiliza hii tafakari. Ulimwendea Yesu na kumuuliza, "Mwalimu, nifanye jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" Hili swali ambalo kila Mkristo lazima ajiulize. Kama bado hujajiuliza, tafuta muda wa kujiuliza, kwa sababu hapa duniani tunapita. Kuna maisha baada ya hapa. Kuna maisha ya uzima wa milele. Hata kama utabarikiwa kuishi miaka mingi, lakini lazima kuna siku utaondoka. Tunaona Yesu alimwambia, "Wazijua amri?" Yule kijana akajibu akamwambia, "Mwalimu, hayo yote nimeyashika." Wapendwa wana wa Mungu, niliposoma hii Injili iliniaminisha kwamba huyu kijana alikuwa Mkatoliki, kwa sababu Wakatoliki wengi tunapenda kutii na kuzishika amri, lakini kuziishi zile amri ni changamoto kwetu. Na jambo tunalojifunza hapa ni kwamba kumfuata Kristo sio swala la kutimiza sheria tu, bali ni kumpa Yesu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Kijana alikuwa mtu mwema, alizishika amri na kutaka kufanya uovu. Lakini Yesu aliona ndani ya moyo wake kwamba mali ilikuwa imechukua nafasi kubwa kuliko Mungu. Hivyo tatizo halikuwa kuwa na mali, bali moyo wake kushikamana sana na mali na kuliko kushikamana na Mungu. Yesu anatualika tujiulize, ni kitu gani katika maisha yangu kinachonizuia kumfuata Yesu kwa moyo wote? Mara nyingi tunafanana na kijana huyu. Tunataka kuwa Wakristo wazuri, tunasali, tunahudhuria ibada, tunasaidia wengine na tunajitahidi kutenda mema. Lakini wakati mwingine tunakuwa na kitu ambacho hatuko tayari kukiachia kwa ajili ya Kristo. Kinaweza kuwa pesa, cheo, starehe, tamaa, marafiki wabaya, kiburi, chuki na tabia. Yesu anapotugusa katika eneo hili, tunaanza kusita. Tunataka kumfuata Yesu, lakini hatutaki kuachana na kile kinachotutawala. Maneno ya Yesu, "Njoo unifuate," ndiyo kiini cha Injili hii. Yesu hataki tu mali zetu,
anataka moyo wetu. Kumfuata Yesu maana yake ni kumweka Mungu mbele ya kila kitu. Ni kuwa tayari kuacha yale yanayotutenganisha na Mungu na kuchagua kile kinachotupeleka katika utakatifu. Kwa hiyo, swali muhimu sio tu nina nini, bali ni nani anayeutawala moyo wangu? Injili hii pia inatufundisha kuhusu ukarimu na upendo kwa maskini. Yesu anamwambia kijana auze mali yake na kuwapa maskini. Hii inatukumbusha kwamba baraka tunazopata hazipaswi kuwa kwa ajili yetu wenyewe tu. Mkristo anapaswa kuwa na moyo wa kushirikiana na wengine, hasa wenye mahitaji. Mali inapokuwa chombo cha kusaidia wengine inakuwa baraka. Lakini mali inapokuwa ndiyo Mungu wa maisha yetu, inaweza kuwa kizuizi cha uokovu. Kijana huyo akaondoka kwa huzuni. Hii ni sehemu yenye nguvu sana katika Injili. Alikuwa amekutana na Yesu, lakini hakukubali mwaliko wake. Huzuni yake ilitokana na kushindwa kuachilia kile alichokipenda zaidi. Hapa tunapaswa kujichunguza. Je, kuna jambo ambalo nilikataliwa kuliacha kwa ajili ya Mungu nikasema hapana? Yesu anatuita kila siku, lakini mwaliko wake unahitaji uamuzi na kujitoa. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Benedict Kenan Nyotoka wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.